mjusi ni sawa na CCTV camera. Ndoa nyingi zinavunjika, mahusiano mengi yanavunjika, watoto wengi wanakufa, mabinti wengi wanakufa, vijana wengi wanakufa kwa sababu ya tamaa. Mwanamke anaweza kaishi na wewe zaidi ya miaka 5 akiwa anatafuta mtu sahihi zaidi yako. Pesa za madini, watu wengi hawazijui. Na kukumbusha tu kwamba Tanzania ndio nchi pekee ambapo watu hawaitani kwenye dili ya pesa. Ukiona umeitwa kwenye pesa, ujue wewe ndio pesa. Kwa unapopewa pesa, tambua wewe ndio utaitengeneza ile pesa. Kwa majina naitwa Mtumishi Sam. Niliwahi waambia kwamba mjusi ni ripota mkubwa sana. Na pia niliwahi waambia kwamba mjusi ni sawa na CCTV camera. Leo nimeona nikuletee na ushahidi kabisa kinachosababisha mjusi anaweza kaa ripota, kwa sababu mjusi anaweza kaagizwa sehemu yoyote, saa yoyote na kwenda kufanya chochote kile. Ukiangalia katika video hii ya chini inakuonyesha ni jinsi gani mjusi anaweza katumwa. Si mjusi tu. Unajua kuna wadudu ambao watu wanachukulia kawaida. Mfano ndani kuna nyoka, kuna mende, kuna mjusi. Hivi vitu watu huwa mara nyingi wanavichukulia kawaida sana. Lakini ni vitu ambavyo pia vina uwezo wa kutoa taarifa yoyote ile ya mtu. Na pia zina uwezo wa kuagizwa kwa chochote kile. Mfano unapoangalia katika hiyo video ya chini hapo, ni mjusi walio, mtu anaweza kahisi kwamba wamefuata utamu wa Colgate ama nini. Ukiangalia huo mswaki ni mpya, haijawahi kuwekwa chochote kile. Lakini mjusi kaufuata. Kwa sababu gani? Mjusi huwa anaagizwa, ana uwezo kuagizwa kwa kufunga mambo yako. Yaani kila unachokiongea, hata ukiwa na mwenza wako, kila unachomwambia hawezi kukusikiliza. Unakuta mdada ni mzuri lakini hahudumiwi. Yaani yeye ni mwili wake tu unatumika lakini hahudumiwi. Yaani ni ahadi nyingi tu hazitimiliki. Kwa sababu kila anachokiongea kwa mwenza wake kinakuwa hakiko sawa. Na kuna mijusi mingine ambayo inaagizwa kuvunja ndoa. Unaweza kukuta umeingia katika mahusiano au uko katika ndoa, uko na mwenza wako almost hata miaka kadhaa. Ghafla tu mabadiliko, hamuelewani, kelele haziishi. Kila unachokiongea kwa mwenza wako anakiona, yani anaona kama hakiko sawa. Yani anakuona kama wewe kile unachokiongea hakina maadili. Mara wengine anaweza kuambia wewe una kelele sana. Mjusi pia anaweza kasababisha, mfano kama huyo mjusi aliyeagizwa na mende. Hii hapa inaweza kukuonyesha ishara kubwa kabisa kwamba huyo mtu katuma nafsi ya kiroho ambayo inaweza kusababisha mdomo wako ukaonekana ni mchafu kwa watu. Yaani kile unachokiongea kisio cha. Unajua kuna mtu anaweza kama amefanya interview sehemu kwa ajili ya kazi, akajua kabisa hii kazi lazima naipate, lakini ghafla tu ile kazi inavunjika na elewi, na taarifa yoyote ile isikii, lakini ajui chanzo ni nini na chachu ni nini. Yaani tunaishi katika dunia ambayo marafiki ndo chanzo cha kuwapa ripoti maadui zetu. Kwa sababu adui wako wa kwanza ni mtu wako wa karibu. Kwa unapokuwa na mtu karibu alafu uelewi chochote kile kinachoendelea, kuna mambo mengi ambayo watu hawaelewi na amejificha. Unaweza kukuta mtu anapambana, anafanya kazi, lakini kila anachokifanya kiendi. Unaweza kukuta mtu, ndio maana kuna siku niliwahi kuambia kwamba kuoa au kuolewa au kuingia katika mahusiano, chunguza kwanza. Unaweza kaoa au kaingia katika mahusiano au katika ndoa, wewe uko sawa tu unapambana na kazi, lakini mafanikio hayapo. Ufanikiwi kwa chochote kile. Yaani hela inayopatikana ni kwa ajili ya maradhi. Hela inayopatikana ni kwa ajili ya kodi. Hela inayopatikana ni kwa ajili ya vitu vidogo, na ukiangalia ufanyi kitu cha maana. Unaweza kaa na kitu cha thamani ukatamani kukiuza kwenye matatizo, kwa sababu vitu vile havikai kutokana na mwenza ule naye. Mwenzio kawekewa ripoti wa mjusi anayemfuata kwa kila kitu anachokifanya. Kwa sababu kila siku nawaambia kwamba maji yanaongea. Kwa maji yanapoongea, maji yanaweza kutumika kokote kile kutoa taarifa yoyote ile. Kwa watu wanaweza kama huu unavyoona hao mijusi hapo chini, ni ripota walioagizwa. Wameagizwa kabisa kufanya kitu kwamba wamfungie huyu. Kuna wengine unaweza kukuta miaka yote anaumwa tu meno, anakuwa anasumbuliwa tu na meno,
ameshaenda kazibwa wapi, ameshafanya kipi, lakini bado tatizo liko pale pale. Watu wengi wanachukulia vitu hivi kawaida alafu wanapuzia, lakini mijusi na mende wakiwa sehemu moja wanafanya kazi moja, ujue ni ripota iliyoagizwa kutoka katika mtu aliye sahihi. Kama si kwa mwenza wako, inatoka katika ukoo wako, kwa sababu hizi waga ni cheni ambazo huwa zinafuata watu. Kunakuta mtu anapambana, yani unapambana mpaka unashindwa kwamba unajiuliza kwa ni mimi tu ambaye, sababu unajua katika familia si wote wanakuwaga ni nguzo. Katika familia mnaweza mkaa, tufanye mfano mko mabinti hata 4. Katika mabinti 4 au 5, unakuta mmoja au 2 Mungu amesimama nao. Lakini katika hii njia anayekuja kufungwa ni mama, kwa sababu huwa wanatanguliza kufunga kizazi, upande wa uzazi, upande wa mama mzazi. Kwa ile nafsi ya kiroho inakuja inajengwa. Kwa unakuta binti wa kwanza kila kitu anachokifanya kinakuwa kinagonga mwamba. Binti wa pili naye hivyo hivyo. Wa tatu naye hivyo hivyo. Kwa unakuta foleni hii ni msururu ambao unazidi kusonga. Sasa watu wengi wanakuwa wanapozea. Kwa angalia ni jinsi gani kwanza unavyoweka mswaki wako. Unaiweka katika mazingira gani? Unaweza kaiweka sehemu safi na nyumba ni safi, lakini bado akaja, kwa sababu ile ni ripota. Jiulize kwamba kunakuta mjusi sehemu ambayo unajua kabisa hapa hamna mdudu, lakini mjusi anakuja na anafanya chochote kila, afu ghafla tu nyumba hiyo inakuwa haina amani. Kwa kuna ripota ambazo watu wanazichukulia kawaida, kwa sababu mjusi anaweza kuelekeza. Mfano huyo mjusi unayemwona aliyetoka juu kushuka chini, na mjusi aliyetoka pembeni kupanda juu, na mjusi aliyetoka mpande wa kushoto, ina maana unafungwa magharibi, mashariki na kaskazini, kote panakuwa panafungwa. Kwa mtu yoyote yule ambaye ajui, yeye anakuwa anapambana na hii, anza kusema fulani kanifanya hivi, fulani kanifanya hivi, kumbe ni mtu wa karibu kafanya kitu kama hichi. Huyu mende ni wewe, unakuwa ni mtu ambaye hauna mwelekeo, kila unachokifanya kinakuwa kina mwelekeo aina yoyote. Kwa mimi ambacho naweza kukusaidia, kama una asubuhi umeamka, labda unataka kupiga mswaki wako, au unataka kulala, unataka kutumia mswaki wako, kabla ya yote, kama unajua mswaki wako unauacha katika mazingira mabaya, ni heri uchemshe maji ya moto ukaua zile nafsi, kuliko kutumia kitu ambacho unajua. Kuna kitu ambacho huwa, kuna dada mmoja aliwahi kuniambia, mtumishi, mimi nilikuwaga natumia majira, niweka kijiti, kwa miezi yangu ikae napishana, lakini nimetoa, lakini bado tu damu inakuwa inatoka almost mwezi mzima. Unajua mjusi na chakula cha kubakiza kwa watu hovyo inaweza kaa chanzo ya maisha yako kusimama pia, lakini watu wengi hawezi kutambua hili. Mjusi vitu vya kula na kubakiza, hebu muache. Umeenda sehemu, labda mfano haya ni maji, soda, uko sehemu umeaitwa sehemu, umeenda ugenini, unajifanya kwamba, kuna wengine anajifanya Waswahili wanasema machino, yani anajichukulia yeye hivyo, anagusa kidogo anaacha. Chakula ulichokula au mfupa aina yoyote ulioweka katika mdomo wako, au kitu chochote, iwe bigiji iwe nini, kitu chochote kila ambacho umekitumia kwa kutafuna, kwa nacho makini unapokuwa unaidondosha au unapoiacha sehemu. Sababu napokunywa haya maji kidogo na ya hacha, alafu nikaondoka, mtu mwenye nia mbaya ana uwezo kutumia haya maji ya kunifunga maisha yangu yote. Kwa sababu haya maji una uwezo kuyanena, kuongea kwamba fulani, wewe kuanzia leo naomba nguvu yako na nuru yako yote iwe ya kwangu. Akanywa yale maji, aisee, nakwambia kila kitu unachokifanya kitakuwa kinapita. Kwa sababu maji haya pia, unajua kuna watu wameajiri watu, wamewafanya kama watumwa. Yani watu wameajiri watu, lakini mtu ameajiriwa, analipwa mshahara mzuri tu, lakini pesa yake inakuja kufika, pesa yake imeisha kwenye madeni. Anakuja kupokea pesa yake inapotea, ajui inaelekea wapi. Matajiri wengine
hawafanyi vizuri. Kuna wengine ambao wanaweza kukukaribisha chakula si kwa nia nzuri, ukala ukamaliza, ukamfanyia kazi miaka yote, hauna maendeleo yoyote uliyoifanya. Kazi yako sifa tu, mimi fulani unajua anafanya kazi sehemu fulani, fulani yuko Wasafi, fulani yuko Wazam, fulani yuko sehemu fulani, fulani unajua anafanya kazi kituo cha waziri. Yaani jina la ofisi au jina la mtu unayefanya naye kazi ndio linaenda, lakini wewe ufanyi chochote, ufanyi maendeleo aina yoyote. Wadada, unaweza ukakuta kuna kitu ambacho mtu anaweza akaitwa na mwanaume sehemu kwamba njoo, unajua si wote wanakuita, anakuita Kajema, anakuita sehemu, anakutoa, mnakula. Kwa kuwa wewe utamwamini kwenye chakula, utakula na utaondoka. Ogopa sana mtu unayekula naye afa anabaki nyuma. Kwa watu wengi huwa wanafungwa pasipo kutambua kwamba wanafungwa kwa njia ipi. Kwa sababu ya watu kula vitu na kubakiza. Unakunywa kitu unajifanya unafanya diet kwa watu. Yaani umeenda ugenini alafu unajifanya unajua kila kitu. Kwa sababu kama ni chakula unaweza kaomba utengewe kitu kidogo, ujitahidi ukimalize kile chakula. Usipende kubakiza vitu kwa sababu kila mmoja ana chake, si wote wema. Kuna neno linasema kwamba, kuna jambo huwa linasema kwamba kuna wanadamu wengi na kuna watu wachache. Yaani wanadamu ni wengi ila watu ni wachache. Hapo nahisi utakuwa umenielewa kwamba wanadamu ni wengi ila watu ni wachache. Kwa waaminifu ni wachache kuliko wema katika dunia ya leo. Ndio maana vijana wengi wanakufa wakiwa wadogo, wakiwa wanatafuta utajiri, kwa sababu nafsi zimekuwa ni nyingi. Roho imekuwa tofauti. Yaani ile roho ambayo tulikuwa tunaitegemea zamani, utu ule umepotea. Yaani ukimkuta mtu anayekujali kwenye shida, anayechukua shida yako kama ya kwako, huyo mtu mthamini. Hivi unaweza kukumbuka kwamba aliyetambulishwa kwa shemeji, aliyemtambulisha rafiki yake kwa mtu wake, leo yuko single kwa sababu ya rafiki yake. Ni ndio ujue kwamba wanadamu wa sasa hivi ni tofauti na wale wa zamani. Yaani unaweza kumpeleka mtu kwa rafiki yako, mkawa rafiki, akawa rafiki yake zaidi ya wewe ulimtambulisha kwake. Alafu yeye akawa anamwambia yule kwamba anakujua kuliko yeye. Alafu bahati mbaya muda huo hata jina lako la ukoo alijui. Alafu anakuambia mimi namjua fulani nje ndani. Kiaje? Dunia sasa imebadilika, sio ile dunia ambayo ulikuwa unaifikiria. Kwa hivyo vitu unavyoviona, kuna mtu anaweza kaviona tu ni vya kawaida, lakini si kawaida. Kitu kingine ambacho nilitamani sana kugusia katika hili, katika hii ambayo naiongelea. Unajua wadada au mabinti wa 2000 wamepewa sifa chafu sana kwamba ni watu wenye tamaa. Ni watu wa kupenda pesa. Ni watu ambao kitu akiwapiti. Kwa asilimia kadhaa ipo, kwa sababu mfano tukiangalia kuna trending sana imepita hapa kwamba swala la Katoro ile harusi. Huwezi amini kuna wadada sasa hivi wanalala guest. Wametoka Dar es Salaam wameenda Katoro. Wameenda kuwekeza. Ukiangalia hana duka, hana biashara, hana kazi, lakini anasafiri kwenda Katoro. Ajui kwamba anaenda kufika, hana hata ndugu. Kwa sababu nini? Siku hizi wadada wengi, watu wengi wameweka tamaa kuliko kutafuta upambanaji. Yaani ile kupambana. Lakini hawajui kwamba hivi vitu vina madhara. Unakuta mtu anaondoka kabisa, anaenda zake, anasikia sasa hivi si uongo hicho ninachokiongea. Sasa hivi ninapoongea kuna dada wengine wanadaiwa guest huko. Kwa sababu wamekimbilia kule kwa sababu ya wamesikia sehemu fulani kuna pesa. Ni kwa sababu gani? Ndoa nyingi zinavunjika, mahusiano mengi yanavunjika, watoto wengi wanakufa, mabinti wengi wanakufa, vijana wengi wanakufa kwa sababu ya tamaa. Sababu kuna mtu namweka bracket, kuna sehemu nilisikia mdada akiongea akisema kwamba sasa hivi usipojibrandi ukapendeza, huwezi pata pesa.
Sasa hivi hata usipokuwa na kazi, ukawa mzuri tu, shape yako ikawa vizuri, mwili wako, muonekano wako ukawa mzuri, unapata tu pesa yako. Kwa siku huwezi kukosa pesa. Ina maana kwamba anaamini katika mwili wake anaweza kafanikiwa. Yaani mwili wa wanawake, watoto wa kike kwa sasa haina thamani kama ilivyokuwa awali. Yaani sasa hivi ukikuta wawili wanaongea kwamba nakupenda, afu mwingine anamjibu mwenzie kwamba nakupenda pia, ujue kuna mmoja anahitaji mwili, kuna mwingine anahitaji pesa. Kwa kila mmoja kwa sasa anapotoa neno, anatoa neno na maslahi yake. Yaani anatoa jambo na maslahi yake. Yaani akikwambia kwamba baba nitadumu na wewe, ujue kwamba mfuko wako utafanya adumu na yeye. Kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye anaweza kaishi na mtu muda huu akiwa anatafuta mtu anayekuzidi wewe. Mwanamke anaweza kaishi na wewe zaidi ya miaka 5 akiwa anatafuta mtu sahihi zaidi yako. Kwa sababu mwanamke anaweza akakuvumilia kwenye shida, haujafanikiwa. Siku unafanikiwa, ukiwa busy na kazi tu, mwanamke anakucheat kwa sababu haumpi muda. Sasa unafikiri kwamba dunia ya sasa tulipo ni tofauti na jinsi tulivyokuwa. Kwa sasa hivi vijana wengi, wadada wengi wanapotea, wanakufa kwa sababu wanafuata vitu. Unajua mfano madini, pesa za madini, watu wengi hawazijui. Yaani pesa ya madini ni sawa na pesa ya ziwani. Yaani mtu anayeenda ziwani, anaenda kuvua samaki, anaenda, yaani ni sana pesa ya ziwani. Yaani 90% lazima kuna vitu vingi vifanyike ili kipato kile cha pesa madini yapatikane. Kwa mtu unapomwona anatoa pesa yake, na kukumbusha tu kwamba Tanzania ndio nchi pekee ambapo watu hawaitani kwenye dili ya pesa. Ukiona umeitwa kwenye pesa, ujue wewe ndio pesa. Kwa unapopewa pesa, tambua wewe ndio utaitengeneza ile pesa. Kwa unafika dakika za mwisho, mdada unatafuta kazi, upati. Unatafuta ndoa, upati. Unatafuta mtoto, upati. Yaani kila unachokitafuta hakiwezekani. Kuna kampuni zingine zimeweka maagano, mtu akiwa katika ile kampuni ni ngumu sana yeye kupata mtoto, mpaka wengine wamezeeka bila kupata watoto kwa sababu alikuwa katika kampuni ambayo imeweka agano ya damu ya kizazi. Kwa watu wengi wanapotea, wadada wengi wanapotea kwa sipo kuelewa. Unajua unaweza kasali sana. Kuna msanii wa kidunia wa nyimbo za kidunia anaitwa Nay wa Mitego, aliwahi kuimba nyimbo moja inasema kwamba Mungu, ni kwa nini wadada ambao hawasali, wanaokesha kwa waganga wanafanikiwa kuliko wanaokesha kwa wakiwa wanaomba, wakiwa wanasali, wakiwa wanaabudu? Kwa ina maana wale hauwasikii, au wao wanaokesha kwa waganga ndo wanasikilizwa? Sio hivyo. Mungu anapenda mtu anayemheshimu, na Mungu anapenda mtu aliye na imani ya kweli katika kile kitu anachokihitaji. Dunia sasa hata ukimwombea mtu anahitaji leo muombe, kesho aone mafanikio. Lakini Mungu huwa hachelewi kujibu, na huwa Mungu anajibu, hata akichelewa atakujibu tu. Kwa watu wengi wa sasa wanahitaji waone kitu kwa muda huo. Yaani Watanzania wengi ni matomaso. Yaani anataka aone kitu kwa macho yake ndiye aamini kwamba Mungu atamjibu. Kwa unakuta mtu katika maombi yake anaelekea katika mafanikio, lakini anakata tamaa, anaingia sehemu ambapo hakuitarajia kwa sababu ametarajia mafanikio ya haraka mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu si mwanadamu ashauriwe kwamba asikusaidie. Lakini shetani naye ujue yuko kazini kila wakati. Kwa wadada wengi wamepoteza utu wao, na ndoa nyingi yaani naonea huruma sana. Na yaani ndoa, mtu akitaka kuanza ndoa, akitaka mahusiano, akitaka yaani sasa hivi yaani hata ukitaka kuanza mahusiano na mtu inabidi unajifikiria sana. Yaani kwa sababu ukiambia nakupenda, unajua kabisa hapa nadanganywa. Kwa sababu uaminifu umekuwa ni mdogo, watu wanauana kwa maslahi, watu wanapendana kwa kitu, watu wanafanya kitu kwa sababu ya kitu. Yaani unakuta una pesa utaminiki, una kipato utaminiki, una kazi utaminiki. Yaani thamani ya mtu ni kitu kwa sasa. Yaani ili uheshimike uwe na kitu.
hauna kitu uheshimiki. Kwa sababu watu wenye unakuta sasa hivi mtu ana vyeti, ana diploma, ana masters, lakini mtu ambaye ana hata cheti cha darasa la 7 anaheshimika kuliko. Kwa sababu sasa hivi watu wanaheshimu kitu ulicho nacho wewe. Una muonekano wako ukoje? Ukisema una pesa afu umechakaa, mtu akuelewi, mpaka aone pesa kwa macho yake ndio atamini jamaa ana pesa. Kwa dunia ya sasa, ndoa nyingi, mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu ya kutokuelewa, na pia kuna cheni ambazo za familia. Unaweza katoka katika ukoo ambao mafanikio ni ngumu. Hata kuku tu ukifugwa lazima afe. Alafu unategemea kutoka. Ni ngumu. Lazima uvunje cheni ya ile roho ya kurudisha vitu nyuma. Unaweza ukazaliwa kwenye ukoo ambao vurugu haiishi, kelele haiishi, au mama mmoja, yani kwenye familia yenu mmezaliwa watoto 5 na kila mmoja na baba yake. Alafu unahitaji ndoa, udumu kwenye ndoa yako bila wewe kuvunja cheni ile iliyotoka kwa mama. Ni ngumu. Kwa dunia sasa, tunachokiomba ni Mwenyezi Mungu atupe tu nguvu, kwa sababu vitu vimekuwa tofauti na jinsi tunavyofikiri. Lakini uwezekano wa kumtambua mtu huyu anakuchezea au amekuja kwa nia mbaya, inawezekana kutambua. Unawezaje kutambua kwamba huyu ambaye anahitaji kunioa yukoje? Ni mtu aina gani? Anakujaje? Na nitafanya vipi? Au sehemu nilipoajiriwa kuna kibaya, kuna kipi, kuna hichi? Mambo ni mengi. Hapo siku nitakuja kufundisha. Asante na Mungu awabariki pia. The Page. Information is life.